Amen. Haleluya, haleluya. Karibu tena tujifunze somo letu zuri kwa habari ya imani. Tuliweza kuona chanzo cha imani au msingi wa imani au chimbuko la imani. Huu ni mwendelezo wa somo letu kwa habari ya chanzo cha imani. Kadri unavyoendelea kujua chanzo, msingi, ndivyo unavyoendelea sasa kuongezeka katika imani na imani iwezayo kuleta matokeo. Amen. Tunaangalia chanzo cha imani. Leo tunajifunza kwa habari ya imani. Unayo tayari imani. Somo letu unayo imani. Sawasawa na mtu akwambie unazo nguo, sawasawa na mtu akwambie umevaa, sawasawa na mtu akwambie una viatu, utajionaje? Utajifeel aje kwamba kile kitu unacho, maana unakimiliki, ni chako? Sasa ndio sawasawa na imani. Sawa na unaitwa Jeremia, mtu akuite Mudi, hutaweza kugeuka nyuma, hutaweza kuangalia nani anayekuita, kwa sababu sio jina lako. Sawasawa na unaitwa Amina, mtu akuite Aileen, hutaweza kugeuka. Sawasawa una majina mawili, una jina la ukoo na jina la shuleni, kwamba unaitwa Amina jina la nyumbani, halafu shuleni unaitwa Mwanaidi. Kwa mtu akiita Amina utageuka. Kwa nini? Manake ni jina lako. Sawasawa na maana yake nini? Tunazungumzia imani. Imani unayo, ni kitu chako. Sasa hebu ngoja tuone. Unayo imani. Unayo imani. Imani uliipata lini? Ni siku ile ulipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake ukaipata imani, uliipokea imani. Unapozungumza neno imani, ni roho ya Mungu. Imani ni neno, sawa? Tunaendelea. Kwa hiyo imani iliingia lini na wakati gani? Imani iliingia ndani yako ile siku ulipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu aliyeamini sio wewe. Aliyeamini alikuwa anaitwa Ibrahimu. Kwa Ibrahimu aliyeamini, sawa, ndio yeye aliyeamini. Kwa wewe ni tunda au ni zao la Ibrahimu. Kwa hiyo Ibrahimu akapewa imani. Ibrahimu ndio aliyekabidhiwa imani. Ibrahimu ndio aliyepokea mbaraka. Ibrahimu ndio aliyepokea ule mbaraka. Mungu anamwambia, ukisoma kwenye Mwanzo ile sura ya 22, kwamba uzao wako utakuwa kama nyota, umeona, na mchanga ulioko baharini. Na katika wewe uzao wako utajibarikia na jina lako litaitwa. Ndio maana unaweza kuona ukitafuta ule mbaraka wa Ibrahimu utamkuta ni Yesu. Ukitafuta ule mbaraka wa Ibrahimu utakuta bado ni yule yule Yesu. Wote sasa wanaoamini, maana yake ndio ule mbaraka wanakuwa wameupokea. Sasa ndio maana imani, na Ibrahimu aliyepewa imani na akaahidiwa baraka kwa kuamini kwake. Kwa hiyo wewe ni matunda ya imani. Tunasoma wapi? Mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa kwanza. Ukisoma mahali hapo utaweza kuona vizuri. Ngoja tusome. Biblia inasema hivi, Mwanzo 12 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Ukitoka hapo sasa utaenda kusoma tena
hapa na kuonyesha vizuri uweze kuelewa. Kwenye Mwanzo 22 anzia mstari wa 9 mpaka 22. Hapo tumemaliza. Sasa tuangalie udhihirisho wa ile imani. Imani ya Ibrahimu ilianza kuonekana lini? Ilianza kutokea lini? Ilianza kudhihirika lini? Maana huku mwanzo Mungu alimwahidi kwamba wewe sasa utabarikiwa. Ile ilikuwa ni ahadi. Ndio maana ukiangalia Ibrahimu, baraka za Ibrahimu yeye hakuzifaidi, hakuzipokea. Kina nani waliopokea zile baraka? Ni sisi sasa tunaomwamini leo, sisi ndio tunaopokea ule baraka. Kwa wewe ni udhihirisho au ndio baraka wenyewe. Ndio maana kwamba nakuonyesha tayari unayo imani. Ukielewa hiki ambacho nachokufundisha leo, hutaweza kusimama useme sina imani. Unapozungumza neno sina imani, kwamba mimi sina imani, tafasiri yake wewe bado hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafasiri yake wewe unakuwa umemkana nani? Yesu Kristo. Maana ya kumkana Yesu ni kutokukubaliana na neno, sawa na Petro alimkana. Maana yake Yesu alisema mwana wa Adamu atasulubiwa, Petro akakataa. Kitendo cha kukataa, maana yake Petro alilikataa neno. Sawa na wewe leo useme huna imani, maana yake umemkana. Lakini sikulaumu, ni kwa kutokujua, kwa kutokuelewa. Sasa leo nakuonyesha kwamba unayo nini? Imani. Imani ya Ibrahimu. Ili imani ya Ibrahimu itokee au ionekane na kuitumia, ilibidi Yesu azaliwe. Ili imani ionekane na sisi tuanze kuitumia, ilibidi Yesu azaliwe au imani ionekane. Yesu ndio imani yenyewe. Kwa Yesu ndio imani yenyewe. Ndio maana sasa Biblia inasema imani kwenye Warumi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Mungu, neno la Kristo. Simone, maana yake ni ilibidi cha imani ije, ambao ni Yesu. Lile neno la imani tulilolisikia, lile neno la imani liko midomoni mwetu, liko vinywani mwetu. Simone, sasa ndio maana sasa unapozungumza imani, Yesu ndio imani. Kwa hiyo unapokuwa umemwamini Yesu Kristo, unakuwa unayo imani ndani yako, unakuwa umetimilika, unakuwa umekamilika. Maana yake upo kamili, utimilifu wa Kristo ndani yako. Maone kwa wewe sasa, hebu ngoja tusome Wagalatia sura ya 4 na ule mstari ukianzia wa 4. Angalia neno la Mungu linavyosema: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwetu, aliye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mrithi wa nani? Wa Mungu. Shumona hiyo Galatia. Hapa ndio kuna utimilifu wote, maana yake ukamilifu. Kwa hiyo ndio maana tunajifunza tayari unayo imani. Kwa usianze kuhangaika kwamba sina imani. Unayo, iko ndani yetu, iko ndani yako. Sasa wewe jukumu lako ni kuifanya ile imani
ikuletee matokeo, ianze kutenda kazi. Kwa imani yoyote inayotenda kazi ndio huwa inaleta matokeo ya uponyaji, ya mafanikio na kila kitu. Si umenielewa? Sasa ndio maana hapa amesema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye alizaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Unapozungumza ukamilifu wa wakati, anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba zile ahadi zote ambazo Mungu alikuwa ameziahidi. Sasa huyu aliyezaliwa na mwanamke, tena chini ya sheria, chini ya ahadi, maana yake kwamba akaja kutimiza. Hata wakati ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma, kwamba muda ulipofika ambao Mungu alikuwa ameukusudia, Mungu ameupanga, sasa ndio Yesu anazaliwa na mwanamke. Lakini sasa anasema ule mstari wa 5, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupata hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho mwanaye mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, mwana, na kama mwana, basi mrithi wa nani? Wa Mungu. Sunone wewe sio mtumwa tena. Ndio maana na kuonyesha kwamba wewe unayo nini? Imani. Imani sio ya kwako. Watu wengi sana wanafikiria imani ni kutengeneza hisia. Watu wengi wanafikiria imani ni feeling. Imani labda ni kukalili maandiko. Imani ni kukalili mistari. Kuna watu wamekalili mistari, hawana imani. Sasa ndio maana angalia, watu wengi wanaoponywa, wanaofunguliwa, sio kwamba walikuwa wamekalili maandiko, sio kwamba wamekalili mistari. No, kuna wengine wameamini tu basi, full stop. Kuna wengine unakuta Mungu anawaponya, anawafungua. Kwa nini? Kwa sababu wameamini tu. Kitendo cha kuamini, ile roho ya imani inaingia ndani yako. Maona sasa inapoingia ndani yako, ile ndio inaoleta matokeo. Inawezaje kuleta hii matokeo? Imani ulioipokea, utaweza kuelewa huko mbele ya somo letu. Inawezaje kukuletea majibu, kiu na shauku ya mambo unayoyatamani uyaone kwenye macho yako yakitokea, uyaone yakitokea. Sasa ndio maana sasa hapo tumejifunza kwa habari ya ukamilifu. Nini maana ya utimilifu? Utimilifu maana yake ni ukamilifu. Unapokuwa umemwamini Yesu, maana yake umekuwa mkamilifu. Mungu ni mkamilifu na wewe unakuwa mkamilifu, maana yake umekamilishwa. Maana yake umekamilishwa, wewe uko kamili. Nini maana ya ukamilifu? Maana yake huna dosari, huna makosa, huna mawaa, huna magonjwa, huna madhaifu. Wewe sio maskini tena. Kwa nini? Kwa sababu ule mbaraka wa Ibrahimu tayari umo ndani yako. Maana yake wewe umebarikiwa. Utaweza kuelewa vizuri, umeponywa tayari. Umeona? Kwa walioponywa na Yesu hawakuwa wamekamilishwa. Walioponywa kwa agano lile la zamani, wote hawakuwa kamili, wamekamilishwa. Hata ambao walioponywa kwenye birika lile, waliokuwa wakiponywa zamani na manabii, hawakuwa wakamilifu. Ndio maana Yesu alishuka kuzimu, akawaendea roho walio vifungoni. Ukisoma Biblia Petro ile wa kwanza, akashuka kuzimu, akawaendea roho walio vifungoni, ule mstari wa 3:19, akawaendea roho walio vifungoni. Umeona? Maana yake alienda kufanya utimilifu hata huko kuzimu.
Umeona sasa tunajifunza kwa habari kwa habari ya umeona kwa umeponywa tayari. Wewe uliye mgonjwa hauwezi, unaumwa sukari, mifupa, presha, kansa, vifungo vya mashetani. Sasa ndio maana nakuonyesha unayo imani. Sasa ni kuidhihirisha itoke nje, uanze kutembea kutoka kwenye udhaifu ulio nao, kutoka kwenye vifungo ulivyo navyo. Sasa utakapoweza kupokea lile neno, utaanza kuiona ile nguvu. Hata kama wewe unatumia dawa, lazima utembee katika ile fikra, ile akili kwamba mimi nimepona, nina uzima ndani yangu, umeona, sina magonjwa. Kwa unapoanza kutembea na ile neno la imani, umeona, utaanza ile unaisababisha ile nguvu ya kimungu ianze kutenda kazi ndani yako. Kwa kila mtu alipomwamini Yesu Kristo alipokea imani, na alipokufa imani ikakaa ndani yao. Kwa Yesu alipokufa, ndio maana utaona kina Tomaso hawakuweza kumwamini Yesu, hawakuwa na imani. Kina Petro mpaka wanamkana Yesu hawakuwa na imani. Imani ilianza kukaa ndani ya watu rasmi, ule mbaraka wa Ibrahimu ambao Mungu alimwahidi. Ndio maana anaitwa baba wa imani. Ile roho ya imani, ile siku ukisoma Biblia kwenye Yohana sura 20 ukianzia 19 mpaka 20, kwa ile Yesu alipofufuka, watu walipoamini siku hiyo, kwa ile roho ya imani ikaingia ndani yao. Sasa ndio maana hao waliomkana Yesu Kristo hawakuweza tena kumkana, waliweza kufa kwa ajili ya Yesu. Kwa nini? Tayari wana roho ya imani ndani yao. Hata wewe uliyemwamini leo Yesu, una roho ya imani ndani yako. Sasa ili imani iweze kutenda kazi ndani yako kwa nguvu na kuleta matokeo, endelea kufuatilia sehemu yetu inayofuata ya somo letu. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Kwa majina naitwa Apostle na mwalimu wa neno la Mungu Jeremia Joseph Mwandu Ndushi. Barikiwe na Bwana.